sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi bora cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 30 kwa mwezi wa 4 kwa mwaka 2025. Tuko hapa tena kwa ajili ya kujadili mada mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Jina langu ni Holiness Mbise na leo nitakuwa na mada isemayo wananchi wanashiriki vipi katika kulinda miundombinu ya reli? Wananchi wanashiriki vipi katika kulinda miundombinu ya reli? Lakini siku ya leo tumepata bahati hapa studioni ya kuwa na kamishna msaidizi wa polisi kikosi cha reli, naye ni Venance Mapala. Bwana Venance, karibu sana. Asante ndugu. Habari za asubuhi? Namshukuru Mungu. Mimi nimeamka salama. Sawa. Na ikiwa mada yetu ni wananchi wanashiriki vipi katika kulinda miundombinu ya reli, labda kwa nini wananchi washiriki katika kulinda miundombinu ya reli? Ni jukumu lao? Asante. Cha kwanza kabisa labda nipende kusema ni kwamba wananchi wana jukumu la kulinda miundombinu ya reli. Na jukumu hilo ni jukumu la kikatiba, ni jukumu la kisheria. Sasa baadaye tutaelezea ni wanalinda vipi sasa, lakini kwa nini nimesema ni jukumu la kikatiba? Kwa sababu katika ibara ya 27 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza bayana kwamba kila mtu ana wajibu wa kulinda rasilimali za taifa. Kila mtu ana wajibu wa kulinda mali inayomilikiwa kwa pamoja. Sasa shirika la reli ni shirika la umma, ni mali ambayo inamilikiwa kwa pamoja. Kwa hiyo wananchi wana wajibu wa kulinda kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77. Na vile vile hii ni rasilimali ya taifa. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba wana wajibu wa kulinda. Kwa hiyo wananchi waondokane na ile dhana potofu kwamba wajibu huo ni wajibu wa polisi tu, aidha wa polisi wa shirika la reli au wenyewe watu wa shirika la reli. Hapana, kila mtu akiwemo na huyu polisi ambaye anaongea hapa ana wajibu na yeye ya kulinda kwa mujibu wa katiba. Na ni kwa namna gani sasa wanatakiwa walinde hiyo miundombinu? Nitakuja huko. Na pili, hata kwenye sheria mbalimbali wanatakiwa kwa mujibu wa sheria ambazo zinatungwa kutokana na katiba. Hapa nitaongelea sheria ya serikali za mitaa, ile sura ya 288 kwa watu wa mjini na sura 287 kwa watu wa vijijini. Na inawataka, sheria inawataka wananchi walinde mali za serikali, mali zao wenyewe ambazo zipo kwenye maeneo yao wanayoishi. Sasa wanalinda vipi? Kuna njia nyingi sana ya kulinda au kushiriki kwenye huo ulinzi. Leo nitaongelea kama njia 2 au 3. Njia ya kwanza kabisa ni ya kushiriki moja kwa moja kwenye huo ulinzi. Yaani kama hii mali ni ya kwako, tulivyosema ni ya kwetu wote. Kwa hiyo unaichukua kama ya kwako. Kwa hiyo mali yako lazima uilinde. Uhakikishe kwamba inakuwa salama muda wote. Hakuna mtu ambaye anaweza akaichukua au akaiharibu kwa namna yoyote. Wanashiriki moja kwa moja kwenye ulinzi. Kwa maana hiyo, endapo itatokea kuna uharibifu au kuna wizi wa mali za shirika la reli ndani ya eneo lako, huwezi kukwepa wajibu. Utawajibika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ni wajibu wako kulinda moja kwa moja. Njia nyingine ni pamoja na kutoa taarifa ya vitendo vya uhalifu na wahalifu. Kama umeshindwa kulinda moja kwa moja mali, basi unapoona kwamba kuna uhalifu unatokea au kuna mhalifu yupo adaye anafanya uhalifu kwenye mali za shirika la reli, ni wajibu wako kutoa taarifa. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umeshiriki kwenye ulinzi wa hiyo mali na miundombinu ya reli. Sasa unatoa taarifa wapi na kwa namna gani? Kuna maeneo mengi ya kutoa taarifa. Ya kwanza kabisa ni polisi. Kama unavyojua sisi ndio wasimamizi wa sheria. Unakwenda polisi, unatoa taarifa kama kuna mahali fulani nimeona kuna uharibifu, kuna tukio la uhalifu linafanyika, au kuna mhalifu amefanya uhalifu, amejificha mahali fulani. Lakini huko kwa polisi unaweza ukaamua kutoa taarifa kwa kutumia mitandao ya simu. Sisi tuna namba zetu ambazo ni bure kabisa, na aina zote za simu unazitumia. Iwe ya tochi au mnaitwa kiswaswadu au ile ya kuslide, zote unapiga na ni bure. Hakuna gharama yoyote. Kwa hiyo ndugu mwananchi, tupigie kupitia namba hizo, tupe taarifa za uhalifu na wahalifu. Na namba hizo ni 111 na 112. Huna haja hata kutaja jina lako.
Wewe tuambie tu ni uko wapi na hilo tukio la uhalifu liko wapi. Sisi tutafika kwa wakati kuja kupambana na hiyo situation. Licha ya changamoto mbalimbali, licha ya kampeni mbalimbali ambazo zimekuwepo za ulinzi wa miundombinu ya reli, mbona bado kuna uharibifu unakuwa ukiendelea? Changamoto iko wapi? Changamoto zipo kwa sababu watu wanabuni mbinu mbalimbali za uhalifu. Sio kwamba polisi au wananchi tunashindwa kupambana na wahalifu, tunapambana. Lakini wahalifu nao ni binadamu na wana akili. Kwa hiyo pale tunapowabana kwenye engo moja, wanaamua kutafuta mbinu nyingine ya kuendelea na uhalifu. Lakini nipende tu kusema kwamba sisi polisi reli kwa kushirikiana na shirika la reli kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza uhalifu ambao ulikuwa unatokea kwenye shirika la reli. Na sisi kama polisi tuna njia mbili sana katika kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama au mali zinakuwa salama za shirika la reli. Njia ya kwanza ni ya kuzuia uhalifu usitokee. Na pale tunaposhindwa kuzuia, basi tunapambana nao. Sasa njia ya kuzuia inatusaidia zaidi kwa sababu ukishazuia uhalifu usitokee, utapunguza matukio kutokea. Sasa njia ipi tunatumia kuzuia uhalifu? Ni pamoja na hii tunayoifanya ya kutoa elimu. Kwa sababu tunapojenga uelewa kwa wananchi wetu, inatusaidia sana katika kupunguza matukio ya uhalifu. Kwa sababu tuna matukio mengine watu wanayafanya kwa kutokujua kwamba kwa kufanya vitendo hivyo wanakuwa wanafanya uhalifu na wanaleta madhara katika reli. Na wengine wanajua kwa wanafanya kwa makusudi kwa lengo mbalimbali. Mengine ni hujuma tu, wengine pengine kwa kupata kipato. Sasa mtu anaweza kanishangaa kwa nini mtu anahujumu tu bila kupata faida yoyote. Watu tuna silika mbalimbali. Kwa mfano tukija hii kwenye reli yetu hii ya kisasa ya SGR. Labda tu nitoe mfano na bado hatujafanya utafiti wa kisayansi kwamba kuna kipindi watu walikuwa wanatoa mabasi pale Morogoro kuja Dar es Salaam. Kwa siku walikuwa wanatoka mabasi si chini ya 40. Lakini baada ya kuanzisha hii treni yetu ya kisasa, sasa hivi mabasi yanayotoka Morogoro kuja Dar es Salaam hayazidi 15. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo inawezekana kuna watu wameathirika kwa namna moja au nyingine. Inawezekana hao wafanyabiashara wa hayo magari au wale ambao ni watumishi walikuwa wanapata kipato kupitia hayo mabasi. Kwa hiyo watu kama hawa hawawezi kupenda kuona shirika letu la reli linafanikiwa. Kwa hiyo wanaweza kufanya hujuma yoyote ya kuhakikisha kwamba tunakwama. Lakini wengine ni kwa sababu ya kipato. Wanaiba bado vyuma chakavu, wanaenda kuuza na matama yetu wanaenda kuuza vyuma vya chakavu. Wanaiba nyaya zetu zile za umeme, kama unavyojua reli yetu ya kisasa inatumia umeme. Zile nyaya zina thamani kubwa sana, kwa hiyo wanakata, wanaenda kuuza kwenye vyuma chakavu, lakini lengo ni kujipatia kipato. Lakini tunapambana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba hayo matukio yanapungua kama sio kuyamaliza kabisa. Na mnawachukulia hatua gani watu ambao wanaharibu kwa ajili ya manufaa yao binafsi? Hatua zipo, kwa sababu ukiharibu unafanya makosa. Na kama unavyojua nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Sasa sisi shirika la reli, sheria yetu kubwa ambayo inatuongoza kwenye shirika la reli ni sheria ile ya shirika la reli, sheria namba 10 ya mwaka 2017. Sasa inategemea huyo mtu amefanya kile kitendo cha aina gani na tumemshtaki kupitia sheria gani na kifungu gani. Kwa mfano, mtu ambaye anang'oa mataruma yetu ya reli, mtu ambaye anaiba zile nyaya za umeme, mtu ambaye anang'oa tuseme nyaya zile kwenye ile yetu kisasa tunaita earth wire, kama earth wires ambazo majumani zipo, anang'oa, tunaweza kumshtaki chini ya vifungu vingi tu. Kifungu cha kwanza ambao tunatumia ni kifungu namba 79 cha sheria namba 10 ya sheria ya reli ya mwaka 2027. Hapo kwa ujumla wake hicho kifungu kinaelezea kuhatarisha usalama wa treni pamoja na abiria. Sasa tukikushtaki kwenye hicho kifungu inategemea mazingira gani. Kwa mfano ukang'oa taruma ya reli, treni ikadondoka, utakuwa umehatarisha usalama wa treni. Sasa tukikupata na hatia, mahakama ikikukuta na hatia, unaweza kupata adhabu ya kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 10, au kulipa faini isiyopungua milioni 50 na isiyozidi milioni 70, au vyote vili kwa pamoja.
Lakini hiyo treni itakapodondoka ikasababisha vifo, tutakushtaki kwa sheria nyingine ya kanuni ya adhabu kwa kosa la mauaji chini ya kile kifungu namba 196 na 97. Sasa kwa kawaida tukikupata na hatia kwenye kosa hilo, adhabu yake inajulikanika. Adhabu ndogo ya chini kabisa ni kifungo cha maisha, ya kubwa ni kunyongwa hadi kufa. Sio kunyongwa tu, kunyongwa hadi kufa. Kwa hiyo inategemea. Lakini vile vile tunaweza tukakushtaki kwa sheria ya kuharibu miundombinu yetu ya reli. Tunaweza tukakushtaki vile vile kwa kuhujumu uchumi, kwa sababu ukishang'oa sisi tutashindwa kufanya biashara zetu. Tutashindwa kupata kipato. Kwa hiyo unatukwamisha, utakuwa umetuharibia kwenye uchumi wetu, kwenye mapato. Kwa hiyo tunaweza tukakushtaki chini ya ile sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200, kile kifungu namba 57 kifungu kidogo cha pili na kifungu namba 62 kifungu kidogo cha pili. Tutakushtaki kwa hiyo sheria. Na adhabu yake inajulikanika. Kama ndugu mtangazaji na wananchi, makosa ya uhujumu uchumi hayana dhamana. Kwa hiyo sheria zipo nyingi tu. Siku nyingine tutakuja kuongelea ni makosa yapi, wanavunja sheria namba ngapi na adhabu zake, tutakuja kuongelea kwenye hilo. Nikukumbushe tu mtazamaji wa Mlimani TV kwamba kipindi hewani ni Mlimani Leo Asubuhi, na hii ni Jahara sehemu ya kwanza, ambapo mada mezani ni wananchi wanashiriki vipi katika kulinda miundombinu ya reli. Jina langu ni Holiness Mbise, lakini mgeni wetu hapa studioni yeye ni kamishna msaidizi wa polisi katika kikosi cha polisi reli, ni Venus Mapala. Na kwa kuendelea tu hapo kwamba taasisi za serikali mnashirikiana vipi sasa na wananchi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanalinda, lakini pia wanakuwa na uelewa, maana kuna wengine ambao reli bado hazijapita maeneo waliopo, lakini kidogo wana wenyewe walitamani kujua kwamba ni kwa namna gani tunaweza tukalinda hii miundombinu ya reli tutakapokutana nazo huko, tujue tunafuata kipi na kipi. Nashukuru. Sio lazima mtu ambaye anaweza anayehusika na kulinda miundombinu ya reli yule ambaye anakuwa kwenye maeneo ambayo reli inapita. Hata mtu mwingine ambaye yuko, kwa sababu watu wengi wanapata huduma za reli. Sawa. Wengine kwa mfano nimesema miundombinu ni pamoja na ile treni yetu yenyewe. Mtu anaweza kasafiri kwa treni. Hakai karibu na treni, lakini kwa namna moja au nyingine anatoka zake labda Mbeya, anafika Morogoro pale, anaona safari ni ndefu, anaamua kuingia kwenye treni. Naye ana wajibu wa kulinda, kwa sababu mle ndani kuna vitu vingi tu. Sasa unafika unakuta siti pale imekaa vizuri, wewe unachukua wembe unakata, au umekuta kuna meza mbele yako imekaa kwenye siti yako unaingoa, bado unatuharibia na unatutia hasara. Kwa hiyo hii ni swala la kila mwananchi, na ni kila mwananchi anatakiwa kulinda na kukemea wale wote wanaofanya vitendo vya hujuma au uharibifu shika reli, kwa sababu ni hii mali ni ya kwetu sote. Kwa mfano ile yetu ya kisasa tumeijenga kwa pesa zetu wenyewe. Kwa hiyo wewe uliokuwa Mbeya, uliokuwa Ukelewe, uliokuwa Mafia, uliokuwa Pemba, umeshiriki kujenga hii reli. Kwa sababu kila bidhaa unayonunua kuna 18% pale unakatwa. Na ndio hii ambayo imetumika kujenga reli. Kwa hiyo ni reli yetu. Kwa hiyo ukiona mtu anaweza akachukua chuma cha kavu Singida, anang'oa mataroma ya reli, lakini akaenda kuuza Manyara ambako hakuna treni. Umeona matama, tupe taarifa. Utakuwa umeshiriki kwa namna moja au nyingine kulinda hii miundombinu yale. Kwa hiyo hii swala ni la kila mtu, sio kama yule tu ambaye anakaa pembezoni mwa reli, lakini wale wanaokaa pembezoni mwa reli wana jukumu kubwa zaidi yani katika kulinda hiyo. Na ni ushauri gani unao kwa jamii sasa kwa habari ya miundombinu hii ya reli? Tunavyoenda kumalizia ushauri gani kwa jamii? Mimi ni waombe wananchi kwamba tushirikiane wote kwa pamoja kuilinda hii miundombinu yetu ya reli pamoja na mali na rasilimali zote za reli. Kwa sababu hii shirika ni shirika la kwetu sote wananchi, ni rasilimali ya taifa, ni mali zinazomilikiwa na nchi na linatupatia kipato kikubwa sana. Kwa hiyo tukishiriki kwa namna moja au nyingine, tutakuwa tumeisaidia serikali kupata kipato na kuweza kufanya shughuli zingine za kijamii. Kwa mfano, labda nitoe tu kuna vitendo kwa mfano hapa katikati vilitokea watu wanapiga treni yetu mawe. Hii ya kisasa. Sasa behewa moja lile, kioo kimoja kikivunjwa, thamani yake ni si chini ya milioni 300. Kwa sababu huwezi kuagiza, kwanza kipatikaniki Tanzania. Kioo kimoja. Lazima uagize huko walikotengeneza. Kwa gharama yake ni si chini ya milioni 300, kwa sababu huwezi kuagiza kioo kimoja, inabidi uagize seti nzima ya kioo. Hebu angalia hiyo pesa kubwa namna hiyo.
Pili, wakati tunasubiria hiyo spare kuja, lile treni linaondolewa lile belo kwenye mzunguko. Ndakutolea mfano mdogo sana, mahesabu hata kwa mtu wa darasa la pili B anaweza akaenda na mimi, kwamba lile treni moja linachukua watu 80 kwenda Dodoma, na bei ya wastani ni shilingi 31,000 mpaka Dodoma. Sasa ukienda na kurudi ni watu 160. Ukipiga mahesabu kwa siku ni si chini ya shilingi milioni 6 na laki 4. Sasa lile treni tunakuwa tunaliondoa, tunaliweka pembeni tusubirie ukarabati, na si chini ya miezi 6. Sasa piga mahesabu, milioni 6 na laki 4 mara siku 180, kwa maana miezi 6 ambayo ile beo itakuwa halipo. Mahesabu ya kawaida tu utakuta tunapata hasara ya shilingi bilioni 2 na laki milioni 200 na ushare. Sasa hizo hela ni kubwa mno ambazo serikali ingeweza kutumia kufanya huduma zingine za kijamii. Ingeweza kupeleka shuleni, ukajenga mahospitali, ikanunua madawa, lakini linashindwa kwa ajili ya kwenda kukarabati treni na hasara ambayo inapata kutokana na wewe kitendo chako cha kupiga treni mawe. Kwa hiyo tukemee, wananchi ni waombe wale wazalendo, tukemee na tusimame pamoja kuilinda hii miundombinu ili reli yetu iendelee, kwa sababu reli yetu ndio maendeleo yetu. Yeah. Ungewatajia labda tena namba za polisi, lakini pia hata vituo ambavyo mnapatikana kwa ajili ya kuripoti taarifa hizo za uhalifu? Zile namba nimesema ni 111 na 112. Na polisi reli tuna vituo vyetu vya polisi vipo sambamba na maeneo yetu ya tunaotuma huduma ya reli ambapo reli imepita. Ya kama ile reli ya kizamani tunakwenda mpaka Kigoma, kwa hiyo njia yote hii tuna vituo. Tumeenda mpaka Mpanda, tunaenda mpaka Mwanza. Kuna tawi lingine limeenda mpaka Singida, ingawa sasa hitoi huduma kutoka pale Manyoni. Na jingine tunaenda Tanga, Arusha na Moshi, tunatoa huduma. Kwa hiyo tupo vituo vya polisi. Lakini kama kuna polisi huyo wa reli yuko mbali, basi toa taarifa kituo chochote cha polisi. Toa taarifa kituo chochote cha polisi. Namba ungerudia? Namba ni 111 na 112. Namba hizi ni bure, ndugu wananchi. Utozwi hata shilingi moja. Yeah. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Amina. Kufikia hapo hatuna la ziada, mtazamaji wa Mlimani TV. Kipindi hewani ilikuwa ni Mlimani leo asubuhi, na hii ilikuwa ni Jahara sehemu ya kwanza. Jina langu ni Holiness Mbise. Mgeni wangu alikuwa ni Venus Mapala, kamishna wa polisi kutoka kikosi cha reli. Asante na uwe na wakati mwema.